Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali Titan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Titan Films iendelee kukua. Support yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Sikuwahi kudhani nitakuja kusimulia hadithi kama hii. Nilidhani familia yangu ilikuwa imara, lakini siku moja ukweli ulinipiga kama radi. Nilimlea kama mwanangu, nilimpatia elimu, nilimfundisha maadili na nilimwamini kama sehemu ya damu yangu. Hakuwahi kunipa sababu ya kumtilia shaka. Mke wangu naye nilimchagua kwa mapenzi na heshima. Nilidhani ana moyo wa kulea, moyo wa kujenga familia. Lakini polepole nilianza kuona vitu visivyoeleweka. Mazungumzo ya chini yakiongezeka, kimya kirefu kilipoingia chumbani nikifika, safari za ghafla zisizoelezwa vizuri. Nilijiambia, labda ninawaza sana. Siku moja niliomba hati fulani nyumbani, nikafungua drawer ambayo sikuwa na kawaida ya kuifungua. Ndani kulikuwa na bahasha. Jina langu halikuwepo. Nilipoisoma, miguu ilinipooza. Ilikuwa ni hati ya ndoa, sio yangu. Ilikuwa ya mke wangu, na jina lingine liliniumiza zaidi kuliko chochote: mwanangu wa kambo. Nilikaa kimya kwa dakika nyingi. Nilihisi hasira, fedheha na usaliti vikichanganyika. Nilijiuliza, ilinifichwa kwa muda gani? Ni nani alijua na kuninyamazia? Nilipowakabili, hawakupinga, walikuwa tayari wameamua. Waliniambia, ilitokea tu, maneno ambayo hayakufuta chochote. Nilihisi kama mgeni ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Nilipoteza imani niliyokuwa nayo kwa wote wawili kwa wakati mmoja. Na hapo ndipo nilipogundua, sio kila anayekaa mezani na wewe ana nia njema. Nilitoka nje usiku ule, nikapumua hewa ndefu. Nikajiuliza, nitaanza wapi baada ya hili? Kwa sababu kilichovunjika hakikuwa ndoa tu. Kilikuwa heshima, uaminifu na dhana ya familia. Na bado nilikuwa sijajua hatua gani ingefuata. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Titan Films TZ. Asante.